Ni wewe pekee unayestahili kuinuliwa kwa matendo yako makuu na ya ajabu ambayo Mungu umekuwa ukiyatenda katikati ya maisha yetu. Umetupa kuiona siku tena iliyo njema, siku ya 5 ya mwezi wa 7 katika mwaka huu wa 2026. Nasi tunakurudishia sifa wewe, utukufu, heshima na adhama, kwa kuwa ni wewe pekee unayestahili kuinuliwa, ni wewe pekee unayestahili kuabudiwa. Hatuna mwingine isipokuwa wewe. Wewe ndo Mungu wetu na wewe ndo Baba yetu. Twende wapi kama si nyumbani mwako? Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wapo wengi waliolala usiku wa kuamkia leo, lakini hata sasa wapo nasi. Lakini sisi ni nani ukatupa neema ya kusogea nyumbani mwako na hata kuiona siku hii ya leo? Katika jina la Yesu na kwa damu yako takatifu tunaukaribisha uwepo wako, Roho wa Bwana uliye mtakatifu, ili useme na kanisa lako katika majira haya na muda huu. Fikra zetu zikae zikutafakari wewe, kwa kuwa Bwana, wapo waliokulilia katika dhiki zao, nawe ukalituma neno ili lije kuwaponya. Neno lako hili likawe uponyaji katikati ya familia ile. Neno lako hili likawe uponyaji katika maisha yetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Mungu uliye mtakatifu, umesema nitakufundisha nami nitakuonyesha njia utakayoiendea, huku nikikushauri na jicho langu likikutazama. Karibu useme na kanisa lako, nitumie tu kama chombo chako, ili Bwana watoto wako wapate kula na kushiba. Maana wewe umesema ni Mungu tufundishaye ili tupate faida. Uyafundishayo muda huu na majira haya, watoto wako tukapate faida kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaomba haya yote kwa imani na kuamini, amen. Mshangilie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Fungua na mimi kile kitabu cha Luka ule mlango wa 2. Luka ule mlango wa 2 mstari ule wa 41 hata ule mstari wa 52. Luka ule mlango wa 2 mstari kuanzia ule wa 41 hata ule wa 52. Basi wazee huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka, na alipofikisha umri wa miaka 12 walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kutimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari, nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara. Wakaenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika njia zao na wenzao. Walipomkosa wakarudi Yerusalemu huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamuona hekaluni, ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabu fahamu zake za majibu yake. Na walipomuona walishangaa, na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Akawaambia, kwa nini mnitafute? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Nao hawakuelewa neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii, na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Na Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Amen. Na tukae. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wake Roho Mtakatifu kae nasi sote tunapenda kulitafakari neno la Bwana. Tumepewa kutafakari somo linalosema kanisa ni msingi wa malezi bora. Kanisa ni msingi wa malezi bora. Hii ni kutokana na ile kalenda ya kanisa letu. Kanisa ni msingi wa malezi bora, lakini mimi nikaongezea mstari huu: kanisa ni msingi wa malezi bora, kulijenga, kulilinda na kushinda nguvu
zinazopinga kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni msingi wa malezi bora. Tukitazama hili somo kwa jinsi tu lilivyoandikwa, tunapata kutafakari mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, kanisa. Jambo la pili, msingi wa kanisa, na jambo la tatu, malezi bora. Ni vitu vitatu ambavyo vimeambatana na hili somo, na ndicho tunachoenda kukitafakari siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Eric Mmari, ni kijana, nimekulia katika kanisa hili na usharika huu tangu nikiwa mdogo na hata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Natumika katika idara ya elimu ya Kikristo mashuleni. Tunapita huko mashule mbalimbali kuhubiri neno la Bwana, ili watoto walio mashuleni wapate kujengwa katika misingi ya Kikristo. Amen. Sasa nikurudishe nyuma kidogo katika neno hili. Biblia inaniambia kwamba Mungu hutangaza mwisho kutokea mwanzo. Nami narudi mpaka Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 26. Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 26, ili niweke msingi hapo, tukitembea huko mbele tusiachane. Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 26, nao unasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ukisoma ile Yohana 4:24, Biblia inasema Mungu ni roho. Mungu ni roho, na wamwabuduye yeye imewapasa kumwabudu katika roho wa kweli. Kwa hiyo Mungu ni roho. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Inamaanisha nini? Mungu akatuumba katika mfano wake, ambaye ni ulimwengu, katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Mtazame jirani yako hapa aliye pembeni karibu na wewe, muulize, ni wewe kweli? Ni wewe kweli? Au nipo na kanjanja hapa katika ibada? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anayemuona Mungu? Kuna mtu anayemuona Mungu? Jibu ni hakuna, si ndio? Naye akasema, na tumfanye kwa mfano wetu. Inamaanisha Mungu aliyekuumba wewe, kama yeye ambavyo haonekani, hata wewe halisi hauonekani. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe halisi haujulikani. Na hii inatupa picha ya kwamba si kila mtu anayesema Bwana ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akatuumba kwa mfano wake, akatuumba kwa mfano wake. Lakini ukisoma ile Waebrania 11 mstari ule wa 3, Biblia inasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Hata jengo hili tunaloliona hapa alikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Yupo mtu mmoja ambaye ndani yake aliona picha ya kanisa. Alipoona ile picha ya kanisa ndipo akaichora. Maana yake ni nini? Hakuna jambo katika ulimwengu huu linaloanza au linalotokea pasipo kuanzia katika ulimwengu wa roho. Sasa nyie sio wanafunzi wa sekondari, ila wanafunzi wa sekondari huwa wanauliza hili swali: je, unaufahamu ulimwengu wa roho? Kwa picha tu ya kawaida sana, je, unaufahamu ulimwengu wa roho? Na wengi wao wanasema hatujui. Huwa nawaambia fumbeni macho. Kwa kanisa tufumbe macho. Kanisa tufumbe macho. Turudi mpaka pale kitandani kwako ulipoamka asubuhi ya leo. Tembea tembea ndani ya chumba pale, tazama chumba chako jinsi ulivyokiacha. Kwa vijana wale ambao sio makini, kunaambia hajatandika kitanda kabisa na tunaona shuka lake pale liko pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Fungua macho yako, urejea tena mahali hapa. Kwa sekunde chache umetoka katika ulimwengu huu wa mwili, umekwenda kwenye ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unakupa access ya kutazama vitu ambavyo kwa macho haya ya damu na nyama huwezi ukaona.
Bwana Yesu asifiwe. Hii inatupa picha gani? Asili ya mambo yote yanaanzia wapi? Rohoni. Sasa tumepewa neno linalosema kanisa ni msingi. Kanisa ni msingi wa malezi bora. Kanisa ni msingi wa malezi bora. Kanisa ni nani? Kanisa ni nini? Maana hili ni neno ambalo tunalitumia mara kwa mara, kwamba kanisa halifanyi 1, 2, 3. Kanisa kuna mahali linakwama. Kanisa mbona kama haliendi mbele? Kanisa ni nani? Kanisa ni nini? Fungua na mimi Mathayo, Injili ya Mathayo ile sura ya 16. Mathayo ile sura ya 16. Nitasoma kuanzia ule mstari wa 13 hadi ule mstari wa 18. Nitawatangulia. Mathayo 16 ule mstari wa 13 hadi ule wa 18. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwanena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akawaambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Akamwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Hapa ndipo tunaona mwanzo wa kanisa kuanza kujengwa. Na kanisa linajengwa katika msingi upi? Kanisa linajengwa katika msingi upi? Msingi wa kanisa ni Yesu Kristo. Maana anasema, nawe ndiyo Petro, na juu ya mwamba huu. Juu ya mwamba huu. Mwamba ni lile neno ambalo Petro alifunuliwa na Mungu aliposema, nawe ni Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Kwa hiyo msingi wa kanisa ni Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa kanisa ni Yesu. Kwa hiyo tunaposema kanisa ni nini? Kanisa ni Yesu. Naye anasemaje? Kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Maana yake nini? Yesu akikaa ndani yako, wewe ni kanisa. Yesu akikaa ndani yako, wewe ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa sio jengo. Kanisa ni watu waliookolewa na Yesu, kwa sababu Yesu alikuja kuwaokoa wana wa Adamu kutoka utumwa, kutoka ufu, na kutupeleka katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni mwili wa Kristo. Kanisa ni mwili wa Kristo ambaye ni nguzo na msingi wa kweli. Ukisoma ile Timotheo wa kwanza ile sura ya 3 mstari ule wa 15, ile Timotheo wa kwanza ile sura ya 3 mstari wa 15, Biblia inasema kanisa. Ngoja tusome hapa Timotheo wa kwanza ile sura ya 3 mstari ule wa 15, ndaanzia ule wa 14. Na kuandikia hayo nikitarajia kuja kwako hivi karibuni, lakini nakawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Kanisa ni nguzo na msingi wa kweli. Nasi tunajua ya kwamba nguzo huinua jengo, lakini msingi hubeba uzito wote wa jengo. Msingi ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia, somo tuliopewa kutafakari ni kwamba kanisa ndiyo msingi wa malezi bora. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, kanisa ni familia. Kanisa ni familia. Tulivyokaa hapa ndani, sisi ni kanisa.
ni familia moja ambao wote tunamkiri kwamba Kristo ndiye mwokozi wa maisha yetu. Sasa tafakari na mimi, jiulize hili swali tena, taamka kabisa. Je, mimi ni msingi wa malezi bora? Sema kwa maneno yako, jiulize mwenyewe. Je, mimi ni msingi wa malezi bora? Je, mimi ni msingi wa malezi bora? Kwa sababu mimi ni kanisa. Mimi ni kanisa. Tunapopewa kutafakari, kanisa ni msingi wa malezi bora. Kanisa linaanzia kwetu sisi. Je, sisi ni mawakili wazuri wa malezi bora? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ni watu waliookolewa. Kanisa ni watu waliookolewa. Kristo alikuja kukomboa watu. Kwa kanisa ni watu waliookolewa. Ukisoma ile Matendo ya Mitume 2 ile mstari wa 47 utaelewa hichi ninachokuambia. Matendo ya Mitume ile sura ya 2. Matendo ya Mitume ile sura ya 2. Sura ya 2 ule mstari wa 47. Ule mstari wa 47. Nitaanzia ule mstari wa 46. Anasema, na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na moyo mweupe, wakamsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Ni wale ambao wanaokolewa na Yesu ndiyo wanaolijenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukalitenga kanisa na wokovu. Hauwezi. Kanisa ambalo linajengwa tofauti na wokovu, kanisa ambalo linajengwa tofauti na Kristo, hilo sio kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ni msingi wa malezi bora. Kanisa ni wewe. Nataka hili likae ndani yako, ndio maana narudia mara kwa mara. Kanisa ni wewe. Ni wewe ndiye wakili unayetakiwa kuwa mjumbe namba 1 wa malezi bora. Kivipi? Kuvaa kwako, kutembea kwako, kunena kwako, matendo yako ndiyo malezi bora. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengi tunajifunza kwa kutazama. Wengi tunajifunza kwa kutazama na wengi tunajifunza pia kwa kusikia. Mnasema nini? Mnafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali unaenda ukifika, ukikaa pale, unakaa unatafakari, nimekuja hapa kufanya nini? Lakini kwa kadri unavyokaa eneo lile, kwa kadri unavyoviona vitu vile, kuna mambo makuu mangapi? Mawili. Natamani utambue hili. Kuna falme 2 zinazofanya kazi katika dunia hii. Moja ni falme ya giza na pili ni falme ya Mungu aliye wa kweli na wa pekee. Na kila aliyeketi mahali hapa ni either anatumikia upande mmojawapo kati ya hizo 2. Bwana Yesu asifiwe. Either wewe ni wa giza au ni wa nuru. Utajuaje? Tazama matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Tazama tu matendo yako. Tumepewa kutafakari kwa habari ya malezi. Malezi ni nini? Tunapozungumza kwa habari ya malezi ni mchakato. Ili tambua la kwanza, malezi ni mchakato, sio jambo la siku moja wala sio jambo la siku 2. Ni mchakato wa kumlea, kumfundisha, kumwelekeza na kumjenga mtu katika nyanja za kimwili, kiroho, kiakili, kimaadili, ili awe na tabia njema, la kwanza. Lakini pia awe na uwajibikaji na uwezo wa kuishi kulingana na kusudi la Mungu. Malezi sio kumfanya mtoto akue kwa umri pekee, bali kumkuza katika tabia, hekima, imani na hofu ya Mungu. Hiyo ndio malezi, mchakato. It is a process. Na kama tunavyojua process sio ya siku moja au siku 2. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shida tulio nayo wengi, hatuko tayari kupita kwenye huo mchakato. Wazamani walikubali, ila tulio sasa hatuko tayari kupita kwenye huo mchakato. Na zipo sababu au zipo nguvu zinazofanya tushindwe kupita kwenye huo mchakato. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Ni mchakato.
na kwenye mchakato kuna kupanda na kushuka. Mpo watu ambao mna biashara hapa, biashara yako muda wote ni inatiririka tu, ni muda wote unapata faida. Kuna muda unapata hasara, lakini haukati tamaa, bado unaendelea na hiyo biashara. Kuna muda unapata faida, bado unaendelea na hiyo biashara, hujawahi kukata tamaa. Lakini kwenye malezi, kanisa limefika mahali ambapo limekata tamaa. Kuna neno moja mimi nalichukia sana, nilikuwa mmoja wa hilo neno, lakini siku moja nilibananishwa na Roho Mtakatifu, akaniambia wako wengi wanaolitamka hili neno, lakini wewe usitamke neno hili. Vijana wa sasa ni vijana wahovyo. Vijana wa sasa ni vijana ambao hawawezi. Vijana wa sasa ni vijana waliotandwa na utandawazi kiasi kwamba kuna mambo ambayo hayawezi kufanya. Biblia inasemaje? Mauti na uzima upo katika ulimi. Upo katika ulimi. Tutafakari mimi na wewe, ni mara ngapi tunawaua vijana kwa maneno ya vinywa vyetu? Tukikaa wenyewe, tukikaa na wenzetu, ni mara ngapi kwenye mitandao tukitazama vitu tunaungana na watu wa dunia, wakati sisi sio watu wa dunia. Aliyempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yeye sio wa duniani hapa. Kristo apewe sifa. Ni mara ngapi tunatamka maneno magumu kwa vijana, lakini tena baada ya kutamka sisi wenyewe tunawasema tena hao watu. Vijana wa sasa hawapendi kuingia kwenye ndoa. Sikiliza, hawaingii kwa sababu ni wewe unayetamka hayo maneno. Ni wewe ndio unaowekea tanzi kwenye shingo zao. Kijana akigeuka upande wa huku, vijana wa sasa hawawezi kuoa. Kijana akigeuka upande wa huku, vijana wa sasa sio wawajibikaji. Ageukie upande gani? Bwana Yesu asifiwe. Ageukie upande gani? Kanisa ndiyo msingi wa malezi bora. Sasa hata kama hadi kanisani, na kanisa na jenyewe linatumika, na jenyewe linatamka hayo maneno, vijana wakimbilie wapi? Watoto wakimbilie wapi? Natamani tutafakari. Bwana Yesu asifiwe. Malezi hujumuisha mambo makuu manne. Malezi hujumuisha mambo makuu manne. Mimi naziita process au mchakato wa malezi. Jambo la kwanza ni kufundisha. Jambo la kwanza ni kufundisha. Sio kufundisha tu, bali kumfundisha mtu katika njia iliyo sahihi. Umewezaje mzazi kusurvive kwa miaka takribani 40 haukosi ibada? Umewezaje wewe kusurvive? Kwa nini hicho kitu ambacho wewe ulikuwa nacho na ukaweza kusurvive kwa vijana wa sasa hakipo? Mithali ile 22 mstari wa 6 inasemaje? Mlee mtoto katika njia. Bwana Yesu asifiwe. Mlee mtoto katika njia ifanyaje? Ni kweli tunawalea katika hilo eneo, ni kweli. Mzazi mmoja hapo ata-argue, atasema ni kweli tunawalea, ni kweli walivyokuwa wadogo tumewafundisha, tulikuwa tunaenda nao kanisani. Ukaishia wapi alipoanza kukengeuka? Tumtazame tu Yesu. Yesu anasema jifunzeni kwangu. Jifunzeni kwangu. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? 12, si ndio? Ukiachia wale wengine 70, ukiachia na wale wengine 500. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku aliyowaacha wale wanafunzi wake? Petro kuna siku alianza kumkemea Yesu. Yesu anamwambia anakaribia kwenda kutimiza lile ambalo ninatakiwa kutimiza, nikateswe. Saa ya mwana wa Adamu kuteswa imefika. Petro anamwambia hakuna litakalo kupata, lakini Yesu akageukia nyuma tu akamkemea, toka wewe shetani, kikwazo kwangu. Kwa sababu alikuwa akimtazama Petro, amuoni Petro, anamuona shetani. Ni wazazi wangapi ambao wakimtazama mtoto akiwa anagoma kufanya vitu ambavyo vina utukufu wa Mungu, wanamkemea shetani aliye ndani yake? Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni pagumu kidogo. Shetani aliye ndani yake. Au ndo tunaungana tunasema vijana wa sasa ndo wako hivyo hivyo. Ukisema hivyo ndo wanabaki hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi
na walezi tumekuwa watu wa kukata tamaa. Watu wa kukata tamaa. Tunawakatia tamaa watoto wetu. Tunawakatia tamaa watoto wetu. Tunalikatia tamaa kanisa lijalo. Nikitazama hapa wazee wangu wengi ambao wako hapa, miaka ya 50, 60, 70, 80. Kesho na kesho kutwa hampo. Mmetuacha sisi ambao mnasema tumeharibikiwa. Hatueleweki tunapoenda. Kanisa litakuwaje? Kanisa litakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili katika mambo makuu manne ya malezi. La kwanza nimesema ni kumfundisha. Jambo la pili ni kuonya na kukaripia. Hapa napo pagumu. Wazazi wa sasa kumwambia wewe acha, hata kuchuma fimbo kumchapa mtoto ni kasheshe. Lakini neno la Mungu ni kweli, tena linafaa kwa mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Waefeso 6:4. Waefeso 6:4. Waefeso 6 ule mstari wa 4. Biblia inasema, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maagizo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Lakini ukisoma ile Mithali 22:15. Mithali 22 ile sura ya 15. Mithali 22 ile sura ya 15. Biblia inasema, ujinga ufungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adabu itaufukuzia mbali. Sio maneno yangu, ni Biblia inasema. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. Inamaanisha mtoto ndani ya moyo wake upo ujinga ambao unahitaji kukemewa. Lakini kwa kanisa la sasa tunaukumbatia ujinga. Muache tu, atakuwa, akikuwa ataacha. Akikuwa shida inaanza, kuacha hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, kuwa mfano bora. Kuwa mfano bora katika mambo yale manne. Jambo la tatu, kuwa mfano bora. Wewe kama mlezi, mlezi haimaanishi kwamba tu ni nyumbani kwako. Hata sisi ukiingia hapa ndani tunakutazama, tunajifunza kutoka kwako. Tunajifunza kutoka kwako. Msione vijana wamekaa hapo. Hata kama yupo kijana ambaye anatamani kuwa mzee wa kanisa, yuko anajifunza kutoka kwenu wazee wa kanisa. Anaangalia jinsi mnavyovaa, how smart you are, jinsi mnavyofanya hizo kazi, ili kesho na kesho kutwa akija kuwa mzee wa kanisa anasema natamani kuwa kama mzee fulani wa kanisa, natamani kuwa kama mchungaji, kwa sababu nimeona matendo yake ni mema. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mfano bora. Na ndio maana nikasema kutembea kwako, kunena kwako, kutamka kwako, unapokuwa karibu na watoto unafanya vitu gani? Na sio watoto tu ambao ni wako peke yako, hata huko nje duniani wewe ni wakili wa Kristo. Kila ulitendalo lina ujumbe kwa mataifa. Na Yesu alituagiza tuwalete watu, tuwafanye wawe wanafunzi wake. Mtu anakujaje kuwa mwanafunzi akikutazama wewe tu? Anasema kama Ukristo ndio huu, bora nibaki nilipo mimi. Bwana Yesu asifiwe. Malezi sio kumjenga tu mtu, ni kumjenga mtu, si kumkuza tu. Malezi ni kukuza tabia, si kuongeza tu maarifa peke yake. Malezi ni kuelekeza maisha, sio kutoa adhabu peke yake. Usije ukaenda ukamwadhibu mtoto kwa sababu ya hili neno nililosema hapa, lakini pia kuelekeza kwa habari ya maisha. Lakini malezi ni kuandaa kizazi, sio kushughulikia tu mahitaji ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimesema kulikuwa na mambo mengine matatu ambayo niliongezea: kulijenga, kulilinda, kulilinda na kushinda nguvu zinazopingana na kusudi la kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaniambia tusitegemee akili zetu wenyewe,
lakini Biblia pia inasema si kwa uwezo wetu wala si kwa nguvu zetu, bali ni kwa Roho atendayo kazi ndani yetu. Maana yake ni nini? Unapoona tunayumba kama kanisa, unapoona tunayumba kama wazazi, ipo nguvu ambayo inafanya kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ipo nguvu inayofanya kazi ndani yetu. Ndio maana kama kanisa tunayumba. Ukisoma ile Zaburi ambayo tumesoma pale mwanzoni, inasema Bwana asipoijenga nyumba, waijengayo kazi nini? Bwana asipoijenga familia yako, wewe unajaribu kuijenga unafanya kazi bure. Na ndio maana watoto wanakimbia huku na kule, wanakusumbua kwa sababu nyumba yako haijajengwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yupo ambaye umemruhusu ameingia ndani ya familia, yupo ambaye umempa nafasi, ndiye anayelea wale watoto. Mwanzo 3 ile sura ya kwanza, Mwanzo 3 ule mstari wa kwanza mpaka wa 11. Hii inakupa tu assignment. Kila unapoamka asubuhi, pitia pale unapoanza kwenda kwenye shughuli zako. Kuna jambo utalipata kila, mimi nakwambia. Mimi naishi hii Mwanzo 3 kila ninapoamka, na ninachokuambia ni hakika. Mwanzo ile sura ya 3, shetani anaingia mjini. Shetani anaingia wapi? Mjini. Ati hivi ndivyo Mungu alivyosema, ya kwamba msile matunda kwenye ule mti wa katikati. Ati hivi ndivyo ambavyo Mungu amesema. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Shetani anapofusha fikra zetu kwa kuingiza mawazo yake. Ile Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11, Biblia inasema na shetani asije akapata kutushinda, maana hatupaswi kuzijua fikra zake. Maana yake nini? Shetani ziko fikra ambazo anaziingiza katikati ya kanisa, katikati ya wana wa Mungu. Na kama haujajua, vita kubwa inayopiganwa kipindi hichi au nyakati hizi za mwisho ni vita ya kifikra. Ni vita ya kifikra. Unawaza nini? Unatafakari nini? Ni mawazo yanayoingia ndani yako ndiyo yanayokuchochea wewe kufanya baadhi ya vitu. Bwana Yesu asifiwe. Unaambiwaga nini? Ni mawazo gani yanayoingia ndani ya moyo wako kila iitwapo leo au kila iitwapo kesho? Ukisoma ule mstari wa 11, Mungu anamuuliza Adamu, Adamu, ni nani aliyekuambia kwamba wewe upo uchi? Maana Adamu ametafutwa, uko wapi? Nimejificha huku. Kwa sababu gani? Naona nipo uchi. Mungu anamuuliza, wewe mbona nilivyokuacha hapa? Ili wazo haukuwa nalo wewe. Nami naliuliza kanisa la leo kupitia Roho Mtakatifu, ni nani aliyekuambia kwamba vijana hawawezi? Ni nani aliyekuambia kwamba hawa vijana wa sasa ni waovyo? Ni nani aliyeweka hilo wazo ndani ya moyo wako kama kanisa? Ni nani aliyeweka hayo maneno kwenye vinywa vyenu? Maana Mungu hakusema haya. Mungu hakusema haya. Ingawa alisema huko nyakati za mwisho kutakuwa na shida. Sawa, tutasingizia teknolojia ipo, ila mbona wapo ambao wanaitumia teknolojia wanapata faida na inasaidia watoto wao, inasaidia familia zao? Kwa nini wewe kwako iwe shida? Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya kidijitali sasa hivi unaitwa vijana wa kidijitali, na tunafurahia kama vijana. Hapo nimewasema walezi kwa muda mrefu, lakini sasa niwageukie vijana wenzangu na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tumekubali kuishi kinyonge, tumekubali kukumbatia yale tunayoambiwa. Kwa kadri tunavyoambiwa, na sisi tumekubali kubaki eneo moja, hatutaki kutoka hilo eneo. Wako vijana unakutana nao mashuleni, hata uambie neno gani anakuambia sisi ndo tupo hivi hivi. Wewe uone hata nchi yenyewe inasema hivyo? Uone hata wazazi wetu wanasema hivyo? Uone hata walezi wetu wanasema hivyo? Wewe mwalimu, wewe ujui tu. Huyo unamtoaje hapo?
Unaona kabisa ni maneno, yaani hapo unaona kabisa ni maneno tu ndiyo yaliyomnyong'onyeza huyu. Mwalimu, wewe hujui tu. Mimi nakwambia wewe hujui. Nikiingia nyumbani tu, kwani si mna vijana ambao wako chuo likizo hawataki kurudi nyumbani? Mshawahi kujua kwa nini hawarudi? Mimi nimesoma chuo, najua kwa nini. Nyumbani kuna kelele. Bwana Yesu asifiwe. Nikiingia tu kelele. Kwa hiyo nisemaje? Kuna kafield huko tunakafanya, au kuna sehemu nimepata najitolea, ila lengo langu ni kubaki tu mjini. Sitaki kurudi nyumbani kwa sababu nyumbani kuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa natafakari sana, kijana anachukaje uamuzi mpaka akojitupa juu ya jengo? Nini kinachomfanya afanye hicho? Kanisa lilikuwa wapi muda huo? Bwana Yesu asifiwe. Akishatoka hapa akaenda chuo, hata tu kufuatilia kama anaenda ibadani hufuatilii. Na hata ukifuatilia anakwambia ni kweli naenda, unaishia tu hapo hapo. Bwana akulinde huko ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Kesho na kesho kutwa yupo katikati ya watu wanaoandamana, unajiuliza alifikaje pale? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni msingi wa malezi bora. Ili kanisa liwe msingi wa malezi bora, ni lazima mimi na wewe tukubali kubadilika. Ni lazima mimi na wewe tukubali change, ya kwamba tusimame na kusema dunia inasema vijana hawawezi, lakini sisi tunasema vijana wanaweza. Wanasema duniani huko vijana sasa hivi hawataki kuingia kwenye ndoa, na hata wakiingia kwenye ndoa zao zinavunjika. Kama kanisa tusimame tuseme hakuna, vijana wataingia kwenye ndoa na ndoa zao zitadumu. Ni jambo la kutamka tu, neno umba. Neno umba. Mimi nawaambiaga watu, mitandao inatupigia kelele, na wazazi kwa sasa wengine wanatupigia nini? Kelele. Wanakuambia utapata kweli anayeeleweka. Wapo wanaoeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Wapo wanaoeleweka. Mtie moyo, mwambie wapo. Usimwambie kwamba wa sasa hawapo, mwambie tu wapo. Msaidie kimawazo. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe source ya kumdidimiza. Wewe ndio msingi wa malezi bora. Kwani wewe uliwezaje? Bwana Yesu asifiwe. Hata kama zamani kule kuna ukanda mmoja huko, kwa ukienda kucheza ngoma ukiibiwa ndo imetoka hiyo. Yaani wakisha kuiba akakubeba akakoka begani, wewe ndo umeshaolewa. Yaani safi kabisa. Zama za zamani zilikuwa nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu atusaidie katika zama hizi. Amen. Ni zama ambazo mtu anatakiwa invest sana kwenye maombi ili apate kilicho bora. Na anapo invest kwenye maombi, ungana naye. Bwana Yesu asifiwe. Ungana na binti yako, ungana na kijana wako. Mwambie yanawezekana. Yanawezekana. Mbona mimi niliweza? Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ya kwako wewe ina vita sana, lakini mtie moyo mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali mwenzako anayekufuata wewe na yeye utake apitie ambayo wewe unayapitia. Unajua hii shida hii. Nimalizie tu kwa hapa. Hii shida hii. Wewe umepitia shida. Usimwelezee mtoto wako shida unazozipitia kiasi kwamba aishie kuchukia kuingia ndani ya ndoa. Hata kama anaona, lakini wewe ukikaa naye mtie moyo. Usitazame ya kwangu, ya kwako itakuwa bora. Bwana Yesu asifiwe. Mbona sio maneno magumu hayo? Lakini shetani amepofusha fikra zetu. Shetani amepofusha fikra zetu. Ukipita YouTube unakutana na kijana amechoma moto wanawake, watoto wa kike. Lengo alikuwa anamlenga mmoja kwa sababu tu amemtenda vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Ukigeuka upande wa huku sijui kamchoma kisu mwenzake. Kama mzazi ukikaa unasema kwa kweli vijana wamepotea. Wewe kama kanisa. Tunaanza na hawa ambao hapo hapa ndani. Hawa ambao hapo ndani. Naungana
na kiongozi wa vijana hapa, ni kweli hatutoki, ni kweli hatubaki. Sijui sababu, mimi kikweli sijui sababu, lakini ni kweli hatufanyaje. Lakini kanisa mnatuleaje? Si nyendo mnaotuacha tutoke pale nje, na ni nyendo peke yenu mnaotutazama tunavyotoroka pale, na mnasema ona wale wanatoroka hawabaki. Kama wazazi wetu hata kutuzuia tu hamwezi. Bwana Yesu asifiwe. Wazee wa kanisa hawawezi kutuzuia. Vijana mbaki humu ndani. Mimi nakwambia fanyeni hilo ibada moja tu, watabaki humu, watake wasitake wabaki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani tuombe kwa dakika hata 2 hapo. Amen. Zipo nguvu zinazofanya kazi kuwapinga na kuharibu kanisa la sasa. Kuna roho inaitwa roho ya mpinga Kristo. Naamini wengi tunaifahamu. Amen. Lakini ipo miungu ya ukoo. Iko miungu ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo tuachane nayo, tusiiguse kwa leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumuombe Mungu, wazazi tupate nguvu ya kulibeba kanisa, lakini vijana tupate nguvu ya kutoka kwenye shimo tulilopo. Maana vijana tupo kwenye shimo, yani utake usitake, ujue au usijue, kuna mahali upo, ndo maana hausongi mbele. Shetani, nawaambiaga watu, shetani sio mchoyo. Kama kuna mtu sio mchoyo duniani hapa ni shetani. Yuko radhi akupe hata milioni 10, ila tu usiingie ndani ya ndoa, ujione wewe unaweza peke yako, kwa sababu zipo baraka ndani ya ndoa ambazo ni zaidi ya ile milioni 10. Lakini kijana wa leo milioni 10 na ndoa atachukua milioni 10. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Hajui baraka zilizopo ndani ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame. Biblia inaniambia, kumbuka ulipoanguka ukatubu. Kama walezi, kama wazazi, lakini pia kama vijana, tulipoanguka tupakumbuke tukatubu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu imeandikwa, nao wataijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Tumejua leo kuna mahali hatukukaa sawa kama kanisa, kama walezi, kama wazazi, tulirudi nyuma, tukasahau ule wajibu ambao Mungu litupa katikati ya watoto wetu, nasi tunashuka hata chini mbele ya uso wako asubuhi ya leo, tukiomba msamaha, tukiomba toba, tukiomba rehema, kwa kuwa wewe Mungu ulisema, yeye afichaye dhambi hatafanikiwa, bali yeye aungamaye atapata rehema. Kwa damu yako Yesu utuoshe, kwa damu yako Yesu utusafishe pale tulipoanguka, pale tulipokosa, tukampa uhalali, tukampa nafasi adui katikati ya maisha yetu. Leo damu yako Yesu tunaipeleka katika kila ardhi, tunaipeleka damu yako Yesu katika kila sehemu tulioketi, tuliokaa, tukanena maneno yaliyo magumu, tukanena maneno yaliyo mabaya, yaliyojawa umauti kwa kundi la vijana na hata watoto. Damu yako Yesu tunaipeleka na neno lako kutoka ile Isaya 7 ule mstari wa 7. Bwana hasema hivi, neno hili halitakuwa wala halitosimama. Maneno tulionena na hata tuliojinenea hayatakuwa wala hayatosimama. Watoto wangu watasonga mbele, vijana wa kanisa hili watasimama tena katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, na ile damu ya mwana kondoo tunabatilisha kila umauti, kila uovu, kila ubaya uliopangwa juu ya kanisa la Mungu na vijana wake katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo.
kila andiko, kila waraka ulioandikwa kwa habari ya vijana, kwa habari ya watoto wetu, tunaufuta na kubatilisha kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, batilisha kila ubaya, batilisha kila maneno, kila shauri za giza zilizoandikwa juu ya familia yako, juu ya kanisa lako. Nenda kwenye ulimwengu wa roho, sambaratisha kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Imeandikwa, mimi ni lungu la Bwana, mimi ni lungu la Bwana, nikipiga mimi ni Mungu amepiga. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninanena kinyume na roho za umauti, roho za mpinga Kristo zilizoingia ndani ya kanisa, ndani ya fikra zetu, ndani ya fahamu zetu, zikapofusha kanisa likaacha kusimama katika misingi iliyo bora, misingi ya malezi ya kulea vijana. Tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, tunabatilisha, tunaangusha hizo ngome, hizo fikra, hayo mawazo ambayo adui ameyaingiza katikati ya kanisa letu kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Imeandikwa, shetani asije akapata kutushinda, maana hatupaswi kuzijua fikra zake. Tunaangusha hizo fikra, hayo mawazo na hiyo elimu ya kidunia iliyoingia ndani ya mawazo yetu kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana ukasema, watoto wangu watafundishwa na Bwana, watoto wangu watafundishwa na Bwana katika mapito yao, katika maisha yao. Bwana ukawe nguzo yao. Mungu uliye wa kweli, wewe wa pekee uliyeketi katika madhabahu hii, wewe uliye kimbilio, wewe uliye nguvu, wewe uliye msaada, unaonekana tele wakati wa mateso. Nguvu zako zikaonekanike tena katikati ya kanisa lako, katikati ya watoto wako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ninakutukuza katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ukasema na mtumishi wako Ezekia, waona nini? Ezekia akasema, naona bonde la mifupa mikavu. Mungu ukasema na Ezekia ukamwambia, je, mifupa hii yaweza kuishi? Mifupa hii yaweza kuishi? Ezekia akasema, nawe Mungu, wewe wajua Bwana. Nawe ukamwambia, itabirie mifupa hii. Nenda mbele za Mungu, watabirie mema, wanenee mema vijana wa kanisa la sasa, wanenee mema vijana wa kanisa hili. Hawa ambao naona kama wana ugumu, wanenee baraka, wanenee maneno yaliyo mema, kwamba watasimama tena, hawatakaa chini. Usharika huu utakuwa usharika wa mfano kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tumechoka kuona vijana wakibaki chini, tumechoka kuona vijana wakibaki nyuma. Leo tunatamka kama Mungu wetu aliye hai aishivyo milele, mbingu isikie na nchi itunze kumbukumbu, kwamba vijana wa kanisa hili, wakutaka kuoa nao wataoa, wakutaka kazi nao watapata kazi, walioishiwa nguvu, waliozimia moyo, Bwana atawatia tena nguvu, watasimama tena, wala hawatokaa chini, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Asante Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ninalitukuza na kulibariki jina lako. Mwamba uliye imara, niko ambaye niko, mfalme wa utukufu. Ukasema katika ile Hesabu 14:28, kama tulivyonena ndivyo itakavyokuwa. Na maombi haya tunayasimika katika madhabahu yako takatifu, ili Mungu katende jambo katikati ya maisha ya watoto wako. Ni katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Chapie Yesu makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumrudishie tena Mungu utukufu. Haleluya. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa karama na kipawa ambacho amewekeza ndani yako. Aendelee kuachilia baraka zake juu yako. Amen. Wasaa huu tunapoingia katika matoleo, nitaomba niwakaribishe wale wanaomtolea Mungu fungu la 10 kwa siku ya leo. Wakati wanakuja tutaimba Mungu amenihurumia, ubeti ule wa kwanza. Mungu amenihurumia.